Yes bana, mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu kwenye bilinge ama kwenye haya masuala ya kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel. Yeye anakwenda kujuza kwenye kile ambacho kilitokea. Kama ambavyo unafahamu, mechi ya Simba Sports Club ilitamatika kwa Wekundu wa Msimbazi kufungwa bao 2. Mechi imekuja Tanzania tarehe 9 na leo ni tarehe 7. 2 days to go. Tathmini ya mchezo uliopita na kuelekea mchezo huu, kwa kuona unaiona Simba ikivuka hatua inayofuata? Simba wana nafasi kubwa ya kuvuka katika nafasi inayofuata, na hiyo watu tunarelay sana kwenye rekodi za Simba na dimba la Mkapa, kwa sababu kwa Mkapa hatoki mtu. Ndio maana utasikia kila mmoja anasema kwamba Simba inaweza ikashinda mchezo na ikafuzu, na kufuzu kwake kila mmoja anafahamu Simba anatakiwa ishinde zaidi ya magoli 3. Kwa 5 6 wajichagulie huko, lakini yaanzie kwanza 3. Simba inaweza kufanya hivyo, lakini watu wasiamini sana kwamba Simba inaweza kupata urahisi wa kutoboa hapa. Kuna ugumu, naposema kuna ugumu Rama, ugumu upo mkubwa sana, ni kutokana na kikosi chenyewe cha Simba. Of course, Simba ametoka katika mchezo dhidi ya Al Masry, walionekana Simba walicheza vizuri. Watu wanaangalia ile pressure ambayo Simba alikuwa anaipeleka kwa Al Masry, wakati wote Mpanzu, Kibu Dennis, watu wanakimbiza mpira katikati na vitu kama hivyo. Watu wanaona kabisa kwamba Simba walihemea Al Masry, lakini hawakupata matokeo. Watu wanashindwa kujaribu kutafuta solution ya matatizo ya Simba aliyokuwa nayo, ambayo walipelekea kutokupata magoli pale. Kwa nini hawakupata magoli? Kwanza, kuna kitu cha kwanza, ubinafsi. Kuna baadhi ya wachezaji walionyesha ubinafsi katika mpira wa miguu. Kuna wakati unapopokea mpira, kuna wakati unapotakiwa kuachia mpira. Wakati unapopokea mpira lazima uhakikishe kwamba una umiliki, si ndio? Na umiliki wako kuna kitu kuna dribbling. Inawezekana sehemu ya kumiliki mpira ni sehemu ya dribbling pia. Lakini kama kuna mchezaji katika nafasi nzuri ya kumwachia mpira, unapoenda kufanya dribbling, manako unaenda kufanya nini? Kuikosesha timu yako, ule unaita ubinafsi. Sasa kuna mazingira fulani watu wanawezekana wakawa wanamuona kama Mpanzu alicheza vizuri, sawa? Kwa upande wa dribbling si nini, kuonyesha watu alionyesha kwa kiwango kikubwa, alionyesha thamani yake, lakini alishindwa kuisaidia timu. Unaweza ukamuona kama Kibu Dennis alicheza vizuri. Yes, alicheza vizuri kwa kiwango cha kuonyesha watu zile turning zake, ile mikimbio yake, lakini unapohitaji kuisaidia timu kupata matokeo, kuna swala la ubinafsi natakiwa liondoke. Ndio kitu ambacho watu watofautishe. Simba nini ambacho kilipelekea kukosa matokeo katika mchezo uliopita? Kuna nafasi zingine za kaa Ateba kwa nafasi nzuri ya kupokea mpira, na unaendelea kudribble. Na dribble nini? Kuna wakati ambapo Kibu Dennis uko nafasi nzuri, wewe Mpanzu bado unaendelea kudribble kuelekea pembeni, inasaidia nini? Hicho ndio kitu ambacho kiliwakosi Simba katika mchezo uliopita. Nimefurahi kuona hata kocha amekiona hicho kitu. Kocha kuna maeneo ambayo alikuja kuzungumzia kwamba wachezaji wake uchoyo ndio umesababisha kutokupata matokeo. Umeelewa? Hawaminiani. Yaani ni kwamba kuna mtu anataka kuonyesha ubora zaidi, kwamba mimi ni bora kuliko watu wengine. Kwa mkubwa kwa wakati huu. Yaani ile anakwenda hii sasa hivi haipo. Yaani cha kwanza natakiwa usaidie timu ipate matokeo sahihi. Cha pili ndio unaonyesha wewe. Ingawaje wale upande wa Simba wao wakajitanguliza wao kabla ya kuitanguliza timu. Watu wanaweza kumsifia Mpanzu, hata mimi namsifia Mpanzu. Alicheza vizuri. Lakini alicheza vizuri, kuna wakati mwingine alicheza kiubinafsi, ndio shida. Lakini kuna wakati anacheza kiubinafsi, anaelekea mpira na upelekea kwenye tight angle. Umeelewa? Wakati mtu alikuwa kwenye sehemu nzuri ya kuweza kumwachia akafunga. Unanielewa hiyo shida? Kwa hiyo tunapozungumzia Simba kwamba inaenda kupata matokeo katika dimba la Mkapa, sawa, dhidi ya Al Masry, kwanza watu waelewe ni mlima mkubwa, na kazi hiyo kubwa anayo kocha Fadlu Davis mwenyewe, anayo hiyo kazi ya kuondoa uchoyo. Awaambie wachezaji wake, Fadlu, kweli timu ambayo umeonyesha kuiweza ikiwa nyumbani kwao. Kwa hiyo mimi nasemaje, kwa upande wa Simba, kocha Fadlu Davis ana kazi kubwa sana ya kuambia wachezaji wake ubinafsi. Hicho ni kitu cha kwanza na kuambia ubinafsi, wautoe ubinafsi, wakaipambanie kwanza timu. Unapozungumzia mpira miguu, magoli 3 sio madogo. Alafu timu ambayo
unaenda kukutana nayo ni timu ambayo kwake imepata faida ya magoli mawili. Na faida ya magoli mawili, endapo kama ukishinda goli moja nyumbani, maana yake bado umetoka. Unaweza kashinda mchezo, Simba anaweza kashinda lakini bado anaweza katoka. Anaweza kashinda magoli mawili lakini bado anaweza katoka. Anaweza kashinda magoli 3-1, Simba anaweza katoka. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kocha Fadlu Davis katika muda mchache uliobakia kuelekea kwenye mchezo, kuna kazi kubwa ya kuifanya kwenye psychology ya wachezaji, si ndio? Lakini kwenye mipango yake pia. Kwa kifupi Simba walikosa ile teamwork ya moja kwa moja. Teamwork kwamba tupeane huu mpira, chukua. Yeah, of course, ndio maana nasema teamwork. Kama umeshindwa kupata matokeo, maana yake umeshindwa, teamwork umeshindwa kuleta ile final result ambayo kila mmoja anataka kuiona. Ili uwe na teamwork nzuri, lazima mnaposema sawa na mjenzi, mtu anakoroga mchanga, anachukua tofali, anaweka, sio anapeleka juu, tofali inakaa, nyumba inapanda, si ndio? Lakini kama huyo kweli mnafanya kazi pamoja, unaweka tofali, leta mchanga, leta tofali, leta jiwe, maana yake hapo hamjatoleta matokeo ambayo yanatakiwa. Ni kama Simba walishindwa kutengeneza combination ya mwisho. Huku chini waliweza ku-maintain, sawa kabla sijazungumzia matatizo mengine ya Simba, lakini huku mbele walishindwa kuwa na mawasiliano sahihi. Ndio maana uzungumzia uchoyo wa wachezaji ambao ulipelekea kuigharimu Simba. Yaani kuna wakati mwingine unaweza unajionyesha wewe kama ni bora kuliko wengine, hata kwenye familia. Nikupe mfano kwenye familia. Inawezekana wewe ni kaka, kuna wadogo zako ambao unatakiwa mumfanye familia ifanikiwe. Lakini kwa sababu unataka ufanikiwe wewe na uonekane umefanikiwa, utakuwa unapiga masuti afu wadogo zako wana viraka. Kumbe unaidhoofisha nini? Timu. Yes. Ndio familia hiyo sasa. Unaidhoofisha timu au familia. Kwa hiyo hata Mpanzu alichokuwa anakifanya ni kiasi cha kuidhoofisha Simba. Ukienda kwa upande wa Kibu Denis, nani kuidhoofisha? Kwa upande wangu mimi binafsi inawezekana ni kitu ambacho watu wengi kitawashangaza sana. Mimi ningependa afanye maamuzi magumu ambayo watu hawajazoea. Maamuzi gani? Sasa hivi kwa sababu Simba wanahitaji kuwa na kupata matokeo. Sawa na wanahitaji idadi kubwa ya magoli. Kuna mabadiliko tabidi yafanye. Mabadiliko ya kwanza, mimi namuona Mpanzu ni mchezaji mzuri sana kwenye upande wa dribbling. Sawa akiwa pembeni, kwa sababu Al-Masri washamuona kama ni mtu hatari sana kwenye upande wa dribbling. Umeelewa? Ile sehemu ataizingatia sana hasa pembeni. Ina maana watakuwa wanamtengenezea mazingira dribbling zake zinaelekea kwenye eneo la pembeni kabisa. Umeelewa? Kwenye tight angle. Mimi ningetamani afanye mabadiliko. Uzuri wake Mpanzu, watu wamemuona tu Mpanzu anacheza kwenye mabawa akiwepo Simba. Mimi ningetamani Mpanzu aingie namba 10. Simba angepata faida kubwa sana. Mchezaji ambaye anaweza kukaa na mpira namba 10 ni ya mtu ambaye ana kariba ya kwa maana kiungo, si ndio? Unaweza kukaa na mpira, unaweza kama namba 9, yaani una vitu vingi. Unaweza kufunga, umeelewa? Ili Mpanzu dribbling zake ziweze kuwa na maana, asiwekwe pembeni sana. Umeelewa? Pembeni awepo Kibu Denis, afu pembeni kwingine huko awepo nani? Awepo kumpeleka afu. Pembeni awepo, yani kwa sababu tumuingize bwana mdogo Chasambi akae pembeni huko. Sawa, Chasambi atoke pembeni, Kibu Denis pembeni, au anakuepo pale mbele, sawa alafu namba 10 acheze Mpanzu. Si unaelewa? Huo mfumo atajua jinsi gani ya ku-twist. Umeelewa? Mpanzu awepo namba 10. Au anaweza kafanya kitu kimoja. Wakati Mpanzu anakuwa namba 10, Kibu Denis anakuwa pembeni. Huku pembeni anaweza katokea Mkwala kwa pressure za Mkwala, kwa sababu atakuwa wanabadilisha mazingira. Mkwala kwa speed anayokimbia nayo, akipata mipira kutoka pembeni, Mpanzu akitokea katikati, Ateba kae katikati. I say nitakusema achana nayo. Sasa hapo kwa hiyo mfumo huu unaweza kusaidia. Unajua Simba anachohitaji sasa hivi ni kupata magoli mengi. Namna kupata magoli mengi sio kutumia mfumo ule ambao ulitumia mara kwanza. Sasa hivi inatakiwa upeleke pressure kubwa, lakini pia uwepo na watu ambao watakupa magoli mengi. Mpanzu akitokea kuwa namba 10, anaweza kusaidia anapoingia ndani. Na kumbuka Mpanzu ni mtu ambaye akipata nafasi unapiga mashuti.
Hasa kutoka pembeni muda mwingine anaweza kafikiri kupiga mashuti anakuta niko kwenye tight angle. Kwa ukimpa namba 10 Mpanzu utampa nafasi ya kuwa na maamuzi haraka sana ya kupiga mashuti. Si unanielewa? Pale mbele kwa sababu kila mmoja anategemea kwamba Al Masry watakuwa wako low block kwa maana watakuwa wanajilinda sana. Backline yani mfumo ambao unatakiwa kuwa ni wa pressure, wa kuwa pressure Al Masry. Kwa maana nakwambia aongezeke Chasambi au aongezeke Steven Mkwala. Steven Mkwala akitokea pembeni, ile pressure ya Steven Mkwala, wachezaji yeye atafokuwa anatokea pembeni watakuwa anajaribu kuichanua nini? Backline ya Al Masry. Lakini kumbuka hivyo hapo wakati unaenda kupressurize bado Kapombe naye huwa anaongeza mashambulizi. Manake watakuwa nakutana na vitu vizito. Pressure ya Steven Mkwala kutoka pembeni, Kibu Denis kutoka pembeni, katikati yupo Ateba kwa maana ya namba 9, namba 10 yupo Mpanzu, umeelewa? Namba 8 anashuka nani? Au anacheza namba 8 kwa sababu yote ni kariba ya kwenda kushambulia, ya kupiga mashuti na kushambulia. Umeelewa? Huku chini huku Kagoma anakuepo vile vile, anakuepo backline kama ilivyokuwa, pembeni Shabalala, Hamza, Shamo yuko pale na Kapombe. Umeelewa? Lakini huku mbele lazima wawepo watu wa pressure. Hawa Simba moja kwa moja waende wakapushi mashambulizi yani, dakika ya kwanza hadi 90. Simba waongeze idadi ya watu ambao wanaenda kushambulia. Yani mechi iliyobakia wale ambao backline sawa, yani itabaki vile vile, lakini juu ni kubadilisha tu Ateba akae namba 9, kwa maana Steven Mkwala akitokea pembeni kwa pressure yake ile inaweza kasaidia. Kibu Denis afu katikati Mpanzu kwa sababu ya umakini wako wa kupiga mashuti na kuomba nafasi ya kuomba kufanyiwa faulo ndani ya boxi. Namba 10 itampa option nzuri sana kwa upande wa Simba ili waweze kupata matokeo. Sawa, tumalizie kwa hili swali la mwisho ambalo lilitoa pia sintofahamu kubwa sana. Baadhi ya watu kualikwa, wamemwalika rais wa TFF, wamemwalika Sport Chacha, lakini pia Simba wamemwalika Mwamposa. Simba kana kwamba safari hii wanapania kitu cha kweli kwa maana kwamba wamemwagiza Mtumini wakiamini kwamba wale watu ambao wataroga watafanya nini, wamepiga pembeni. Lakini wale wateso wa Young Africans wao wamewakumbatia. Kama nani? Tumeona juzi kuna sakata la Waskaria na Young Africans, mashabiki hawaelewani. Simba wamemchukua kama mgeni rasmi. Paul Chacha alipita na msemaji wao kule mpaka leo inakuwa siku ya mashati. Leo wamemwalika na wenyewe wamemwalika. Sawa, mimi nimeelewa kitu kimoja kwa Simba. Kwanza ni good promotion. Unajua promotion inapozungumzwa inaongeza hamasa. Wanahitaji kuwa na mashabiki wengi uwanjani. Lakini mniwapongeze kitu kikubwa ambacho wamekifanya. Kwanza kualika watumishi wa Mungu ni kitu kikubwa sana. Nikwambie Rama, mpira ukienda kuangalia wachezaji wengi sana, sehemu yote akipata shida yote ni kumkimbilia mganga. Kwa hiyo hii mentality karogwa asini enka tu ya kawaida na vitu kama hivyo, kwa waganga wanakula sana kuku wa wachezaji sana. Lakini kwa nini watumishi wa Mungu huwa wanaitwa? Ni kitu kikubwa sana. Unajua mpira wetu na maana mimi naona sasa unaenda kutengeneza thamani ili usiende sasa kwenye ushirikina. Unapokuwa na imani ya Mungu, unakuwa na nguvu ya kuamini kwamba mimi na nguvu Mungu atanisaidia kwa kile ninachokifanya. Lakini nguvu ya mganga ni tofauti sana. Mganga anakuambia bwana wewe kakae tu nyumbani, hela zitakuja. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana Simba na niwapongeze kwa kufikiri namna gani ya kuwatumia watumishi wa Mungu. Lakini kuwatumia mtu kama Karia ndio mpira wake huu. Sawa, inawezekana ametumia kama promotion, lakini hata kama singealikwa angeenda uwanjani. Kumtumia hapo Chacha ni sehemu tu ya hamasa. Kwa sababu po Chacha mimi naamini sio mtu mbaya sana kwa Simba, ila alikuwa anajaribu kuipambania eneo lake ambao anafanyia kazi. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nikiambiwa nitakuwa mkuu wa mkoa hata wa Mwanza, Geita wapi, sawa, nitampambania mkoa wangu, lazima uwe na kitu. Labda watu wanaweza wakafikiri mbona hii mbingishe haikuwa kama ilivyokuwa Simba ameenda. Yanga tayari walikuwa na upinzani wa kulipiza kisasi. Mkuu wa mkoa kukubaliana na kile kirahisi ingekuwa sio sawa. Kwa hiyo kualika hawa watu waliowaalika, kwanza kumwalika Mwamposa, mimi nasema ni kitu kikubwa sana na ni sehemu ambapo tunatakiwa tufikie huko. Tumeona kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaenda kwa watumishi wa Mungu, kweli kuna baadhi ya vitu ambavyo
vimeongezeka kwao, hata kwenye akili psychology inaongezeka. Ni nzuri, mimi nimefurahia kwa sababu mchezaji kama anakimbilia kwenye ibada, akimbilie kanisani, akimbilie msikitini, maadamu anaenda kwa Mungu. Mimi naona ni kitu kizuri sana kuliko kukaa na mailizi. Tushakushuhudia kuna mchezaji amevaa mailizi kiunoni. Mpaka tunaita power bank. Umeelewa? Huko hatutaki kufika. Tufike sasa tumwamini kwamba Mungu aliyetuumba ametupa vipawa hivi. Unajua kipawa Mungu ndo anakupa, si ndio? Kwa hiyo amekupa kipaji, unapomwomba Mungu, umenipa kipaji, naomba nisaidie nifanikiwe. Ndio sehemu ambapo unatakiwa kuonyesha. Ukienda kwa mganga malako unapingana na Mungu aliyekupa kipaji, si ndio? Kwa hiyo mimi nawapongeza na naamini mashabiki wa Simba kutokana na hii promotion. Unajua mambo ya promotion ni masuala ya akili. Hii ni akili imetumika kwamba upande wa mashabiki wa Simba kwa hii promotion tafikia kwa urahisi sana. Hebu tuwatumie hawa. Kuwatumia watumishi wa Mungu, naamini kama itatumika vizuri inawezekana. Mimi naamini Waarabu inawezekana pia nao wana janja nyingine. Kukipigwa maombi pale, sala nzuri kabisa, uzo kashanga nafika pale unaagiza tu uwanjani. Sawa bana, tumalizie na swali la mwisho kabisa. Simba Sports Club tunaamini kwamba kila timu inakuwa na mchezaji ambaye huyu ndo akiwa vizuri huyu hata kwa 50% tu. Watu tuliona pia kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Sierra Belouizdad walimhitaji Pacome katika ubora wake na kweli kafanya vilivyokuwa. Tunaona kipindi kile pia wanamhitaji Chama Simba kipindi hicho. Sasa hivi pale Simba wanamhitaji mchezaji gani ama hata wawili au watatu kwamba hawa wakiwa fit 70%, Al-Masry anakufa. Yaani bila kuficha. Simba ina mchezaji mmoja tu ambaye akikosekana uwanjani Simba inapoteana. Ni nani? Nikukumbushe wakati Simba wanakula goli 5-1. Kuna mchezaji mmoja ambaye alifunga alafu akatoka. Alipotoka tu mambo yote yakaribika. Ni nani? Prosper Kibu Dennis Mkandaji. Akikosekana kwenye uwanja timu inakuwa iko dhoofu. Kibu anafanya shughuli nyingi ambazo watu wanaweza kuzungumzia kwamba hafungi, si ndio? Lakini Kibu ana msaada mkubwa sana kwenye timu. Ameongezeka Mpanzu. Kutoka Kibu Dennis kuongezeka kwa Mpanzu kumeongeza nguvu kubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Kwa Simba unavyoiona ile, yani sehemu ya kushikilia Simba, sehemu ambayo ina ubora mkubwa ni kwa Kibu Dennis Mkandaji. Kibu Dennis akiwa na ubora wake ule hata kama hajafunga basi atawasumbua sana wapinzani. Kibu Dennis nikwambie vitu ambavyo vinaweza kutokea katika hiyo mechi. Kibu Dennis anaweza kusababisha penalty kwenye hiyo mechi. Kibu Dennis anaweza kawapangua wachezaji akamsaidia mtu mwingine akafunga kwenye hiyo mechi. Kibu Dennis atasababisha ile timu isipate nafasi ya kwenda kupeleka mashambulizi upande mwingine kwa sababu wanasema tukipeleka tu kuna Kibu Dennis kuna Mpanzu. Umeelewa? Kwa hiyo hao wachezaji ndani ya Simba ukiachana na wengine sitaki kuwavunjia, kila mmoja mchezaji ana nafasi yake ya kusaidia timu. Lakini akikosekana Kibu Dennis, hata Simba wenyewe anajua. Akikosekana Kibu Dennis, walisha kumuita mgeni rasmi unakumbuka Ni kwa sababu wanajua kwamba akikosekana Kibu Dennis uwanjani, timu itakuwa dhoofu hali. Yaani kuna vitu fulani vinapungua. Kuna baadhi ya game ambazo utakumbuka Kibu Dennis aliamua matokeo yatokee. Sawa? Na yakawa. Hii nayo iko kwenye mabega ya Kibu Dennis. Lakini msaada mkubwa wa Kibu Dennis na Mpanzu waondoa mentality ya kuwaonyesha watu kwamba sisi ni bora. Waonyeshe uwezo na kuondoa uchoyo, waseme sisi kama Simba, yani Simba itangulie alafu wao wafuate. Yani kufanikiwa kwa Simba kufanya comeback kutawapa sifa kubwa Mpanzu na Kibu Dennis endapo watauondoa uchoyo wao, kwa sababu mimi najua wana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo huu na wakaionyesha dunia kwamba kuna vipaji ambavyo viko katika ligi ya Tanzania. Kibu Dennis akiwa Mtanzania, Mpanzu kutoka Kongo, wao kwenye ligi ya Tanzania wamefanya comeback ambayo itatengenezwa kwenye historia kubwa sana ambayo baadaye vizazi vyetu tutaanza kuizungumzia. Shukrani sana. Asante sana.